Tupo katika viwanja vya Sabasaba katika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara, maonesho ambayo si tu yanahusisha Tanzania lakini nchi mbalimbali kutoka Afrika Mashariki, nchi mbalimbali kutoka Afrika na nchi mbalimbali kutoka duniani. Leo katika maonesho haya tumetembelea banda la Benki Kuu ya Tanzania BOT, ambapo kuna mengi sana kuzungumza. Kuna elimu kubwa sana ambayo utaipata hapa, mtazamaji wa Uhuru FM Digital, lakini pia msikilizaji wa Uhuru FM, kuhusiana na usimamizi wa fedha. Na wana vitengo vingi, lakini sehemu ambayo kwa siku ya leo tutatembelea na usimamizi wa sekta ya fedha. Hili ni jambo ambalo linanihusu mimi, linakuhusu wewe na kila mtu katika usimamizi wa sekta ya fedha, kwa sababu ni matumizi ya kila siku ambayo yapo. Ninaye hapa madam ambaye yupo katika kitengo hiki na amependeza kabisa kwa ajili ya kuwahudumia wateja. Habari ya muda huo? Asante ndugu mwandishi. Naitwa Mwile Kauzeni, Senior Principal Bank Officer kutoka Benki Kuu, kurugenzi ya usimamizi wa sekta za fedha na kwenye idara ya usimamizi wa taasisi za huduma ndogo za fedha. Asante. Kuna mengi sana kuzungumza, lakini kabla ya kuja kuzungumza, hii ni usimamizi wa sekta ya fedha. Mteja ambaye anaingia katika banda hili na akafika hapa, ni elimu gani ya kwanza ambayo huwa mnampatia? Asante ndugu mtangazaji. Katika sehemu yetu ya usimamizi wa sekta za fedha tunamwelekeza mwananchi kumpa elimu ya kwamba Benki Kuu inafanya nini katika usimamizi wa sekta za fedha. Kwa maana tunamwelekeza kwamba taasisi zote za fedha hapa Tanzania zinapewa leseni na Benki Kuu, zinasimamiwa na pia zinathibitiwa katika utendaji wa kazi, ili sekta yetu ya fedha iwe soundable katika au iwe stable katika kuleta maendeleo ya uchumi. Asante. Na umezungumza kwamba mnampa elimu kuhusiana kwamba benki zote hizi ambazo zipo nchini zinasimamiwa na BOT, kwa maana Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Mtanzania ambaye nimetoka katika eneo la kawaida kabisa na umenipa elimu hiyo. Unadhani kwa namna moja ama nyingine naweza kuitumia vipi? Kwa sababu tumezoea sekta ya fedha, benki ni watu ambao wamesoma au wana maisha mazuri, ila kuna yule Mtanzania wa hali ya kawaida wakati na kati. Elimu hii unampa kwa namna gani? Asante ndugu mtangazaji. Nikisema nimaanisha kwamba kutoa elimu ya sekta za fedha, na maanisha kwamba Benki Kuu inasimamia sekta zote za fedha hapa Tanzania, yani taasisi ikiwemo mabenki, ikiwepo taasisi ndogo za fedha, ikiwepo na maduka ya kubadilisha fedha. Kwa mwananchi wa kawaida, elimu hii sana inamfaa kwa mtu ambaye anahitaji labda mikopo kwenye taasisi ndogo za fedha, na tunawaelekeza wananchi ili kuweza kufanya shughuli zao za kiuchumi wanaweza kupata mikopo kutoka kwenye taasisi ndogo za fedha ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu, na kwamba katika kupata hiyo mikopo lazima kwanza mtoa huduma na mteja lazima waelewane kwanza. Ina maana kwamba mtoa huduma atatoa elimu, pia naye atatoa elimu kwa mteja kwamba katika taasisi yake labda kuna mikopo ya aina gani, kwa sababu kuna mikopo ya biashara, kuna mikopo ya kuongeza biashara, pia kuna mikopo ya kilimo na mikopo ya aina nyingine. Yote hiyo inatakiwa mwenye taasisi amwelekeze mteja ambaye atakuwepo pale. Pia mwenye taasisi anatakiwa amwelekeze mteja kwamba umuhimu wa kuchukua mkopo. Asichukue tu mkopo kwa sababu ya kuchukua. Lazima amweleze kwamba mkopo huu anauchukua kwa ajili ya utendaji wa shughuli za kiuchumi, na aelewe umuhimu wake kwamba akishachukua mkopo lazima kuna kurejesha. Kwa hiyo mtoa huduma tumeshampa taarifa kwamba amwelekeze mwananchi kwamba mkopo ni wa muda gani, atarudisha kwa vigezo vipi, na hata asilimia ya chaji ni kiasi gani. Yote hayo inatakiwa mtoa huduma amwelekeze mteja. Na BOT sasa hivi au Benki Kuu inawaelimisha wananchi kwamba wakitaka kukopa wakope kwa malengo. Kuna ile kampeni yetu ambayo inaitwa Zinduka Usiumizwe, Kopa kwa Malengo. Kwa maana hiyo, hii kampeni inamwelekeza mwananchi kwamba awe makini wakati anachukua mikopo, ya kwamba achukue mikopo kwa ajili ya kufanya shughuli za kiuchumi, asichukue mkopo ambao anaenda kutumia kwa shughuli nyingine, na achukue mikopo salama katika taasisi ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu. Na hizo taasisi atazijuaje? Ataenda kwenye website yetu ambao ni www.bot.go.tz. Kule ataona listi za taasisi ambazo Benki Kuu imeipa leseni. Ziko kama taasisi 3000 hivi. Kwa hiyo tunamwelekeza mwananchi ili asiumizwe au ili achukue mikopo salama, lazima aende sehemu hizo ambazo atazikuta kwenye listi ya taasisi ambazo zimesajiliwa na Benki Kuu. Asante sana.
Ni moja kati ya elimu nzuri sana mtazamaji wa Uhuru FM Digital ambayo tumepatiwa. Nitarudi kwake hapa madam, lakini moja kati ya vitu ambavyo amezungumza ni kampeni hii ya kwamba zinduka, kopa kwa malengo, sio tu kwamba unakopa ikaja kuleta shida. Lakini jambo lingine la umuhimu ambalo amelizungumzia ni kuhusiana na hizi taasisi za fedha ambazo zipo chini ya BOT, zimesajiliwa na BOT, ambazo kwenda kukopa kwako itakuwa ni salama zaidi kuliko kwenda katika taasisi nyingine ambazo kwa namna moja ama nyingine kutakuwa kuna changamoto. Mikopo umize imekuwa ni moja kati ya kesi kubwa sana huko mitaani. Kwa hiyo kama unahitaji kukopa mikopo ambayo ni salama, ingia katika tovuti ya BOT pale, angalia katika zile taasisi za fedha ambazo zipo. Mada, umezungumza jambo zuri. Moja kati ya jambo kubwa zaidi ambalo lipo huko mitaani na tunashuhudia ni hii mikopo umiza. Watu wanaenda katika taasisi ambazo si rasmi, hazijathibitishwa ama kusajiliwa na BOT, na mwisho wa siku urejeshaji wake unakuwa ni mkubwa zaidi na zaidi. Natamani mtazamaji ambaye anatutazama muda huu na msikilizaji ambaye anatufuatilia umwambie kwanza kuhusiana na hasara ya hii mikopo umiza, kwamba unaenda kukopa sehemu, mikataba inakuwa ni kinyume na sheria, na mwisho wa siku hata ndoa zinavunjika, maisha ya watu yanabadilika kwa sababu hawafuati zile taasisi ambazo zipo chini ya BOT. Asante ndugu mtangazaji, ndio maana tumesema kuna hiyo kampeni ambayo wananchi wanatakiwa waielewe. Inapita mtaani, imeshafanyika Dar es Salaam, imeshafanyika Mwanza, na sasa tutafanya Mbeya. Alafu imefanya kwamba idadi kubwa ya wananchi wameelewa nini maana mikopo salama, na pia yale manunguniko au malalamiko ambayo yanatokana na mikopo ambayo sio salama imepungua sana. Kwa hiyo kama tunavyosema, wananchi wazingatie wakachukue mikopo sehemu salama. Wakati tunamalizia madam, zipo taasisi za kifedha ambazo zipo chini ya BOT, mfano haya mabenki, na wamekuwa wakikopesha kwa sheria kabisa ambazo zipo, lakini kumekuwa na changamoto. Kwa mimi kama mteja nina shida yangu pale, labda milioni 10 kwa ajili ya kujiendeleza chuo, nikifika pale nahitaji tu zile fedha, lakini mkataba si usomi, na mwisho wa siku naweza nikaingia katika changamoto moja ama nyingine. Elimu hii mnaitoaje? Ushauri wako kwa mtu ambaye anaenda katika taasisi ambazo zipo kabisa kisheria na zinasimamiwa na BOT, pale anapohitaji mkopo, ni hatua zipi za kufanya ili awe salama zaidi katika urejeshaji? Asante ndugu mtangazaji. Ili mwananchi awe salama wakati anaenda kuchukua mkopo kwenye taasisi za fedha, mandhari benki au taasisi zingine, kwanza anatakiwa amuone mhusika anayehusika na hizo kutoa mikopo. Pale mtoa mkopo, kama nilivyosema mara kwanza, inabidi amuelimishe mteja kwamba hii mikopo ambayo haipo pale kwenye taasisi ni aina gani. Alafu mteja mwenyewe itabidi aelewe huo mkopo maana yake nini. Yaani aelewe kama ni mkopo wa kuongeza mtaji, mkopo wa biashara au mkopo wa kilimo au mikopo nyingineyo. Pia mtoa huduma atamwelekeza mwananchi au mteja kwamba mikopo inachajiwa labda asilimia kadhaa, lazima amuoneshe asilimia kiasi gani, alafu atajaza fomu pia, alafu atapewa mkataba, na huo mkataba kama inavyotakiwa, mikataba inatakiwa katika lugha nyepesi. Kwa hiyo mwananchi ili aweze kuelewa mkataba umeandikwa nini, mara nyingi inatakiwa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo mwananchi atasoma ule mkataba, atamuuliza yule mtoa huduma nini maana ya vipengele kadhaa ambavyo maybe anaweza kawa hajavielewa. Kwa hiyo mtoa huduma ni wajibu wake kumwelekeza mteja mkataba ukoje, ili mteja aweze kuamua kuchukua mkopo na kusaini ule mkataba. Asante. Kwa hiyo mara nyingi lazima mteja asaini mkataba auelewe. Asante. Wito wako sasa kwa watu ambao wapo nyumbani, kwa sababu maonesho bado yanaendelea mpaka tarehe 13, takriban siku 6 zimesalia kutoka sasa, wakija BOT hususan katika sehemu ya usimamizi wa sekta ya fedha, kwa wanaokutazama, wito wako ambao unatembelea mabanda haya Sabasaba? Asante ndugu mtangazaji. Wale ambao wako nyumbani tunawaomba waje, kwa sababu siku bado zipo. Leo ni tarehe 7, maonyesho yanaisha tarehe 13, na maonyesho yetu haya yanaitwa Sabasaba Fahari ya Mtanzania. Kwa hiyo Watanzania wote mnaruhusiwa kuja mkatembelea banda la Benki Kuu. Kuna vitu vingi kwenye banda la Benki Kuu. Kuna sehemu ya usimamizi wa sekta ya fedha, kuna sehemu ya rasilimali watu, kuna sehemu ya huduma za benki. Kwa hiyo wateja wakija hapa wataelewa sekta ya fedha au Benki Kuu inafanya kazi gani. Nashukuru sana. Asante sana.
Na mtazamaji wa Uhuru FM Digital, kama ambavyo umesikia, ni elimu nzuri sana ambayo umepatiwa. Ukifika hapa katika maonesho haya 50 ya kimataifa ya biashara Sabasaba, basi tenga muda wako kutembelea katika banda la Benki Kuu. Kuna elimu kubwa sana ambayo unayoipata. Haya aliyozungumza ni maisha ambayo tunaishi kila siku katika usimamizi wa sekta ya fedha, hususan katika swala zima hili la ukopaji. Niendelee tu kukwambia kwamba BOT wapo hapa katika maonesho haya ya kimataifa ya Sabasaba. Karibu sana utembelee banda hili. Si tu usimamizi wa sekta fedha, kuna mambo mengi sana ambayo utayapata ndani ya banda hili la BOT.